Naitwa Wilbert Joseph Malale, ni mwenyekiti wa umoja wa madereva bajaji, mizigo na pickup mkoa wa Mwanza. Umoja wetu au kikundi chetu kinapatikana mkoa wa Mwanza katika wilaya ya Ilemela, kata ya Busweli. Hivi sasa kwa kweli hali ya kikundi ni nzuri kwa sababu gani? Nikijaribu kuangalia kipindi cha nyuma, kikundi chetu kimeanzishwa mwaka 2018. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia tangu mwaka 2018 mpaka kufikia leo na 26 ni miaka kama 7 ambayo tumekianzisha hichi kikundi, lakini ninashukuru Mungu tangu tumeanzisha hichi kikundi serikali yetu tukufu ya Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeweza kupatiwa mikopo kwa ununuzi wa bajaji kwa ajili ya kuwapatia vijana ambao wanatoka kwenye mazingira ya umaskini. Tukizungumzia kwa upande wa serikali kukisaidia kikundi hichi, serikali imeweza kutupatia mkopo wa shilingi milioni 105,294 kwa ajili wa ununuzi wa bajaji za mizigo 14. Na bajaji hizi wameweza kusaidiwa vijana kwa mkopo nafuu. Ni mkopo ambao umetolewa hauna riba, yani unakopeshwa hicho kiasi na unatakiwa kukirudisha hicho kiasi ndani ya miaka mitatu. Mfano sisi tumepewa kiasi hicho cha milioni 105,294, tunatakiwa tukirudishe ndani ya miaka mitatu bila riba. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba hii mikopo tuliyopatiwa kwa kweli vijana imeweza kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine, hasa katika swala la kuongeza kipato. Nikiangalia awali vijana wengi walikuwa ni wananyanyasika sana kwenye bajaji za mabosi. Yaani ninaposema mabosi ni kijana ambaye anatafuta ajira, hana elimu, anatafuta ajira za udereva hizi, anapewa bajaji na mtu binafsi, alafu anapewa hesabu kubwa sana. Anapewa hesabu ya kuleta shilingi 20,000 kila siku, ambapo kwa wiki ukipiga hesabu ni kama 140,000. Lakini kupitia huu mkopo ambao tumepewa uliotoka ofisi ya Rais, Wizara ya Maendeleo ya Vijana, kwa kweli kila kijana amepewa mkopo ambao sasa hii bajaji ambayo mwanzo ulikuwa unaleta kiasi cha shilingi 20,000 kwa mtu binafsi, sasa hivi unaleta kiasi cha shilingi 7,000 kwa siku. Sasa utajaribu kuona hapo vijana wengi sasa hivi ambao walikuwa ni wananyanyasika na bajaji za watu, badala ya kupeleka rejesho la 20,000 sasa hivi anapeleka 7,000 na anaweza kusave shilingi 3,000 kwa ajili ya mambo yake ya baadaye. Kwa hiyo unajaribu kuangalia, mwanzo kijana alikuwa hawezi kusave hela yoyote kwa sababu ya hesabu kubwa, lakini sasa hivi kulingana na huu mkopo tuliopewa na serikali yetu, kijana anajitunzia shilingi 13,000 kila siku iendayo kwa Mungu anapoingia barabarani. Ameanza kufanya maendeleo kidogo kulingana na ile hela ambayo alikuwa anaipeleka mwanzo kwa bosi, sasa hivi anajisevia yeye mwenyewe kwenye akaunti yake. Kwa hiyo wengi ni wameshaanza kufanya vitu vya kimaendeleo kweli, ambapo mwanzo walikuwa hawawezi kufanya hivyo vitu vya kimaendeleo. Pia mheshimiwa wetu mbunge, Mheshimiwa William Kapiti, ameweza kutupatia mkopo wa bajaji 10. Kwa hiyo unajaribu kuangalia nyuma hapo tumepewa bajaji 14, afu ndani ya huo muda mfupi tu mheshimiwa wetu mbunge William Kapiti wa jimbo la Ilemela ameweza kutupatia bajaji 10. Kwa hiyo labda niseme kwamba ninapenda kutoa shukrani kubwa sana, tena za dhati sana, kwa sababu mimi tangu nimeanza kuwa mwana jimbo la Ilemela, viongozi waliopita wengi wa bunge ambao nyuma huko wameongoza kwa kipindi chao walikuwa ni wazuri pia, lakini hakuna kiongozi ambaye alishawahi kuthubutu kufanya
kitu kama hichi ambacho Mheshimiwa William Kafiti ametufanyia sisi wana kikundi. Kwa hiyo nimshukuru sana sana sana, ameweza kunipunguzia adha kubwa sana ya vijana ambao walikuwa hawana ajira. Naitwa Musa Maige Petro, ni mwanachama wa kikundi cha waendesha bajaji pickup mboga mboga. Pia upande mwingine ni mhasibu wa kikundi. Kwa hiyo nasimamia masuala yote ya fedha katika kikundi changu. Kiukweli hali ya kifedha ndani ya kikundi ni njema kwa sababu hamna tafakalani ambayo inasababisha mtafaruko wa wanachama, kwa sababu tunasimamia vyema pesa hizo. Kweli vikundi vingi husambaratika kwa sababu ya pesa. Hiyo yote huletwa baada ya viongozi kutokuwa waaminifu kwenye fedha hizo, kwa sababu pesa mnapokuwa mnaziomba mnakuwa mmeungana kwa pamoja. Zinapofika bila kuwa na elimu ya ile fedha, watu wengi hukengeuka na kuzitumia tofauti na matumizi ambayo mlikuwa mmetarajia. Kwa ndio maana kikundi kupelekea hadi kutafaruka na kugombana bila sababu ambazo viongozi wametengeneza wenyewe. Wito wangu kwa kikundi changu, niwaombe sana wanachama wenzangu, tuwe na moyo wa kujituma, turudishe hizi fedha tulizopewa, kwa sababu tumepewa dhamana kubwa sana. Ni kipimo ambacho tunaangaliwa, je, tunaweza kuthubutu kufanya kama tulivyofanya awali, ili tutoke sehemu tulipo twende sehemu nyingine kwa manufaa na mabadiliko mengine. Pia kwa ushauri wangu kwa vikundi vingine, mnapopewa pesa acheni kubadilika, kuweni sambamba pamoja na wanachama, mjadili mlichokuwa mnakijadili, mwende sambamba na kile ambacho mlilenga kukifanya, ili msitoke nje ya lengo, kwa sababu mkifanya hivyo mtakuwa moja kwa moja mmeenda kwenye mafanikio ya mioyo yenu mlivyokuwa mkitarajia. Mimi naitwa Magoti Biseko, ni katibu msaidizi ofisi ya mbunge. Nikiri kuwa kupokea salamu kutoka kwa waendesha bajaji wa mizigo pamoja na pickup, kwa kutoa shukrani kwa Mheshimiwa mbunge kwamba kutokana na juzi ambavyo Mheshimiwa mbunge alitoa mikopo ya bajaji maarufu kama guta kwao. Kwa hiyo siku zote muungwana anapopewa kitu ushukuru, na sisi kama ofisi ya mbunge tunakiri kuzipokea salamu hizo, lakini tunapenda kutoa rai kwamba tumetoa hivi vifaa vya moto wavitumie katika mazingira ambayo ni salama zaidi, na wawe ni wepesi wa kuweza kurejesha mikopo hii, ili tuweze kuendelea kutoa huduma hizi za kijamii kwenye jimbo letu la Ilemela kama ambavyo tuliahidi wananchi wetu.